وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirul Mominin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema kisa cha Sawad bin Ghazia cha kuonyesha mapenzi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa namna ya ajabu kilikuwa kimeelezwa katika hutuba iliyopita. Kuhusu yeye kuna maelezo mengine kama haya ya kwamba Sawad bin Ghazia katika vita ile alirejea kwa shani ya kiushindi na kutoka kwa washirikina akamfanya mtu mmoja Khalid bin Hisham kuwa mfungwa, na baadaye Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kukusanya mali za vita vya Khaybar alikuwa amemteua kuwa mtendaji. Kwa baadhi kisa hicho cha juu badala ya Sawad bin Ghazia kimenasibishwa na Sawad bin Amr, lakini kinachoonekana ni kwamba kisa kile ni kingine, na katika vitabu vya historia na sira mara nyingi kisa hiki kimeelezwa kuhusu Sawad bin Ghazia. Mirza Bashir Ahmad Sahib katika sira ya Khatam an-Nabiyyin ameeleza maelezo yake kuhusu kisa hiki ambayo ni kama yafuatayo. Ameandika ya kwamba sasa ilikuwa Ramazan mwaka wa pili wa hijra tarehe 17 na siku ya Ijumaa, na kwa mujibu wa kalenda ya Kiingereza ilikuwa Machi 14 mwaka 1623. Baada ya kuamka asubuhi, kwanza kabisa sala ilisaliwa na wapenda tauhidi wakasujudu mbele ya Mungu katika medani wazi. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa hutuba juu ya jihadi, na kisha ilipopambauka kidogo Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mshale mmoja akaanza kusawazisha safu za Waislamu. Sahaba mmoja aitwaye Sawad alikuwa amesimama akitoka nje kidogo ya safu. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ishara ya mshale akamwambia kusogea nyuma, lakini kwa bahati tu ubao wa mshale wake ukaenda kupiga mwili wake. Ye akasema kwa ujasiri, ya Rasulallah, Mwenyezi Mungu amekutuma kwa haki na uadilifu, lakini wewe umenipiga mshale bila hatia. Wallahi mimi nitachukua kisasi chake. Maswahaba walikuwa wameshikwa na butwa ya kwamba imekwaje kwa Sawad, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwa huruma sana ya kwamba haya Sawad, wewe pia unipige mshale. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaondoa kitambaa kutoka kifua chake. Sawad kwa hisia za mapenzi mno akasogea mbele na akabusu kifua chake. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa tabasamu akamuuliza, Sawad, hiyo umefanya nini? Ye akasema kwa sauti iliyojaa huzuni na uchungu, ya Rasulullah, adui wapo mbele na sijui kama nitasalimika kutoka hapa au la. Mimi nikatamani kwamba kabla ya kifo cha kishahidi nifanye hivi kwamba mwili wangu uguse na mwili wako. Hatmusleh Maud raziallahu taala anhu ameelezea kisa cha namna hiyo
kitokacho karibu na kifo cha mtume sallallahu alaihi wasallam, si katika vita vya badr bali wakati wa kifo chake ameeleza kisa kinachofanana nacho. Alisema ya kwamba wakati wa kifo cha mtume sallallahu alaihi wasallam ulipowadia, mtume sallallahu alaihi wasallam akawakusanya maswahaba zake na akasema, angalieni, mimi pia ni mwanadamu kama ambavyo nyinyi ni wanadamu. Yawezekana kuwa niwe nimekosea kuhusu haki zenu na niwe nimekupatieni hasara. Hivyo sasa mimi badala ya kwenda kwa mungu katika hali hii ya kwamba nyinyi muwe mnadai, mimi nawaambieni ya kwamba kama mmoja wenu amepata hasara kutoka kwangu, yeye katika dunia hiyo hiyo aje kuchukua kisasi chake. Masahaba jinsi walivyokuwa wakipenda mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa kuona mapenzi haya tunaweza kupiga hisabu ya kwamba kwa maneno hayo ya mtume sallallahu alaihi wasallam wao watakuwa wamehuzunika kiasi gani na mioyo yao itakuwa imeshikwa na uchungu wa namna gani. Na hivyo ndivyo itokavyo. Masahaba wakashikwa na hisia kali na machozi yakadondoka machoni mwao na kwao kuongea kukawa kugumu. Lakini sahaba moja akainuka na akasema, ya Rasulallah, kama umesema ya kwamba kama nimemzuru mtu fulani basi yeye aje kuchukua kisasi kutoka kwangu, basi mimi nataka kuchukua kisasi kutoka kwako. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ndiyo, niambie haraka, umepata hasara gani kutoka kwangu? Sahaba huyo akasema, ya Rasulallah, wakati wa vita fulani wewe ulikuwa unasawazisha safu ambapo ukalazimika kutoka nje ya safu moja na kwenda katika safu nyingine, na ulipotoka nje ya safu ile na kwenda mbele, wakati ule kiwiko chako kikapiga mgongo wangu. Leo mimi nataka kuchukua kisasi chake. Maswahaba wanasimulia kwamba wakati ule panga zetu zilikuwa zikitoka nje ya vifuniko vyake kwa hasira, na tukapatwa na hasira kali. Wakati ule kama mtume sallallahu alaihi wasallam asinge kuwepo mbele yetu, kwa yakini sisi tungemkata vipande vipande, lakini mtume sallallahu alaihi wasallam akageuza mgongo wake kwake na akasema kwamba haya, chukua kisasi chako na nipige kiwiko chako. Mtu huyo akasema, ya Rasulallah, hapana, si saizi. Kiwiko chako kiliponipiga wakati ule mgongo wangu ulikuwa hauna kitambaa, yani ulikuwa wazi na kuna kitambaa juu ya mgongo wako. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia maswahaba kwamba muondoe kitambaa kutoka mgongo wangu ili mtu huyo achukue kisasi kutoka kwangu. Maswahaba walipoondoa kitambaa kutoka mgongo wa mtume sallallahu alaihi wasallam, swahaba huyo akasogea mbele huku midomo yake ikitetemeka na machozi kudondoka, naye akabusu mgongo wa mtume sallallahu alaihi wasallam uliokuwa wazi na akasema kwamba, ya Rasulallah, kisasi na mimi mtumishi mnyonge. Nilipojua kutoka kwa huzur ya kwamba huenda muda ule umekaribia kuja ambao hata kwa kuwaza tu kuhusu wakati ule malaika zetu zinainuka, nami nikatamani ya kwamba midomo yangu mara moja ibusu mwili ule wenye baraka ambao mungu ameufanya kuwa chimbuko la baraka zote, basi mimi jambo hilo la kupigwa kwa kiwiko nikalifanya kuwa njia ya kutimiza shabaha yangu tu, na nikatamani ya kwamba kwa mara ya mwisho ni kubusu. Ya Rasulallah, kupiga kwa kiwiko ni nini? Kila kitu chetu kimejitolea kwako. Nafsi yangu ilikuwa imetengeneza uzuru huu ili nipate nafasi ya kukubusu. Maswahaba ambao walikuwa tayari kumua mtu huyo walikuwa na hasira kali wakati ule kwa kusikia jambo lake. Walipoona manzari hayo kwamba hapo kuna jambo jingine kabisa moyoni mwake, wao wanasema kwamba kisha kila mmoja wetu akaanza kupata hasira juu ya nafsi yake
kwamba kwa nini sisi hatukupata nafasi hiyo ya kubusu mpendwa wetu na kipenzi chetu. Hatmusleh maud anasema kwamba huyo alikuwa mtu ambaye alikuwa kiongozi wetu, yani mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam, ambaye katika kila hatua ya maisha yake akatuonyeshea mfano ambao mfano wake hauwezi kupatikana kwa mtume yeyote mwingine. Katika vita vya Badr maswahaba walikuwa na kauli mbiu gani kuhusu hiyo? Inapatikana katika vitabu mbalimbali ya kwamba imesimuliwa na Urwa bin Zubair ya kuwa siku ya vita nishani au kauli mbiu ya wahajiri ilikuwa ni ya bani Abdurrahman, na kauli mbiu ya kabila la Khazraj ilikuwa ya bani Abdullah, na kauli mbiu ya kabila la Aus ilikuwa ni ya bani Ubaidullah. Na mtume sallallahu alaihi wasallam akawapa wapanda farasi wake jina la Khailullah. Kuna riwaya nyingine isemayo ya kwamba siku ile wote walikuwa na kauli mbiu moja tu ambayo ilikuwa ni ya Mansuro Amit, yani e Mansur pigeni. Kuna riwaya isemayo kwamba katika vita vya Badr kauli mbiu ya Ansar wa Madina au kama nisemavyo nishani au alama ilikuwa ni ahad ahad, ambayo ilikuwa imewekwa ili katika giza la usiku au katika vita kali waweze kutambuana kwa kauli hiyo kwamba fulani ni Ansari. Vivyo hivyo kauli ya wahajiri wa Islamu au nishani ilikuwa ya bani Abdurrahman. Mtume mtukufu sallallahu alaihi wa alihi wasallam miongozo aliyoitoa kuhusu vita, maelezo yake mengine yameelezwa kama hivi ya kwamba mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipomaliza kusawazisha safu za Waislamu akawaambia maswahaba zake kwamba maadamu nisipo waamuruni nyini msishambulie, na adui wakifika karibu yenu basi muwasogeze nyuma kwa kuwarushia mishale, kwani kurusha mishale kukiwa mbali mara nyingi kunapoteza mishale. Vivyo hivyo msinioshe panga zenu mpaka adui wafike karibu kabisa. Kuna kumbukumbu za hutuba moja ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa hutuba mbele ya maswahaba ambamo akawahimiza kuhusu jihadi na subira. Kisha akasema kwamba wakati wa kutokea kwa shida mtu akisubiri, Mwenyezi Mungu humwondolea matatizo na wasiwasi zake na humwokoa kutoka ghamu. Sehemu moja hutuba hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam maelezo yake yameelezwa hivi ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alimhimidia Mwenyezi Mungu na akasema, mimi nawahimizeni juu ya jambo ambalo Allah amewahimiza nalo, na nawakatazeni kuhusu kitu kile ambacho Allah amewakatazeni nacho. Mwenyezi Mungu aliyetukuka yeye anawaamuruni kutenda haki, yeye anapenda ukweli, yeye huwajalia wema daraja za juu zilizopo kwake, wao wanakumbukwa kwake nao wanajaribu kushindana katika mema. Na leo nyini ni juu ya hatua moja katika hatua za haki, na hapo Allah hukubali kile kinachofanywa ili kutafuta radhi yake. Katika nyakati za shida, subira ni kitu ambacho Allah huondoa ghamu kwacho na humwokoa mtu kutoka ghamu. Katika akhira mtaokoka kwayo, yani kwa kuonesha subira. Nabii wa Allah yupo sallallahu alaihi wasallam kwenu, yeye anawaogopesheni na anawaamuruni ya kwamba leo musikie haya kutoka kwa Allah, asije akawa na habari kuhusu kitu chenu fulani ambacho kiwe sababu ya kumkasirisha yeye. Allah anasema, la maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum.
bila shaka kukasirika kwa allah ni kukubwa kuliko mnavyokasirikiana wenyewe. mwangalie kitu ambacho yeye amewapatieni amri yake katika kitabu, naye akawaonyesheni nishani zake, na baada ya mazilla akawajalieni heshima. shikeni kamba ya allah kwa nguvu ili yeye awarizieni. hapo nyini musimame imara katika hali ya majaribio yatokayo kwa allah. mtastahiki kupata rehma na maghfira yake ambayo amewaahidini, na ahadi yake ni haki na kauli yake ni kweli na adhabu yake ni kali sana. mimi na nyini tuko pamoja na allah ambaye ni hai na mwenye kusimamisha. sisi tunafanya dua ya ushindi wetu na tunashika kamba yake, na ndiye tunayemtegemea na marudio yetu ni kwake. mwenyezi mungu atusamehe na waislamu. hayo yalikuwa ni maelezo yake. wakati wa vita mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amewazuia waislamu kuwaua baadhi ya watu. kuhusu hiyo inapatikana ya kwamba ibn abbas anasimulia ya kuwa nabii mtukufu sallallahu alaihi wasallam siku ya badr alikuwa amewaambia maswahaba zake ya kwamba mimi nimejua ya kuwa banu hashim na kuna watu wengine wamekuja na quraish kwa kulazimishwa, yani hawakuja na furaha, wa hawataki kupigana nasi. basi yeyote mmoja wenu akikutana na mtu wa banu hashim yeye asimue, na mtu akikutana na abul bakhtri yeye asimue, na mtu akimwona abbas bin abdul muttalib ambaye ni baba mdogo wa mtume sallallahu alaihi wasallam basi yeye asimue vile vile, kwani watu hawa wamelazimishwa kuja na quraish. hata ibn abbas anasimulia ya kwamba hata abu huzaifa bin utba akasema ya kwamba sisi tuwaue baba, watoto, ndugu na jamaa zetu na tumwache abbas, na hapa kwa allah nikikutana na abbas mimi lazima nitamua kwa upanga wangu. msimuliaji anasema ya kwamba habari hiyo ikamfikia mtume sallallahu alaihi wasallam, na mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia umar bin khattab, e abu hafs. hata umar anasema wallahi hii ilikuwa ni siku ya kwanza ambapo mtume sallallahu alaihi wasallam akaniita kwa kunia yangu ya abu hafs. mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, je, baba mdogo wa mtume sallallahu alaihi wasallam atapigwa na upanga? hata umar akasema, ya rasulallah, nipe rukhsa ili nikate shingo yake na upanga, yani shingo ya abu huzaifa ambaye ameonyesha unafiki. umar akasema, wallahi yeye, yani abu huzaifa ameonyesha unafiki. hata abu huzaifa baadaye alikuwa anasema ya kwamba mimi kwa sababu ya kauli yangu ili niliyotamka wakati ule sikuwa na amani, na daima nikaendelea kuwa na hofu yake, isipokuwa shahadat iwe kafara ya jambo langu hilo. hivi hata abu huzaifa akawawa shahidi katika siku ya vita vya yamama. Mirza Bashir Ahmad Saheb ameandika ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alielekea kwa maswahaba zake na akasema ya kwamba katika jeshi la makafiri wapo watu ambao hawakushiriki katika vita hii kwa furaha ya moyo wao, bali kwa sababu ya ushawishi wa viongozi wa quraish wamekuja kushiriki, waila wao si wapinzani wetu moyoni mwao. vivyo hivyo wapo baadhi ya watu walioshiriki katika jeshi hili ambao katika Makka wakati wa shida na matatizo walikuwa wametutendea kwa wema. hivyo ni wajibu wetu wa kuwatendea kwa hisani kwa sababu ya wema wao, jinsi wao walivyowatendea waislamu katika Makka. basi mtu wa namna hiyo, muislamu fulani akimteka, basi asimuuzi kwa namna yoyote. na mtume saa salam akataja jina la abbas bin abdul muttalib, na katika aina ya pili akataja jina la abul bakhtri, na akawakataza waislamu kuwaua, kwani watu hawa walikuwa wakijaribu kuwaondolea waislamu shida. lakini jinsi hali ilivyobadilika ya kwamba abul bakhtri hakuweza kusalimika na akauawa, japokuwa kabla ya kufa kwake alikuwa amejua kwamba mtume saa salam amewakataza waislamu kuhusu mauaji yake. historia inasema ya kwamba kisha baada yake mtume sallallahu alaihi wasallam akienda
katika hema na akaanza kufanya maombi sehemu iliyokuwa imeandaliwa kwa ajili yake. hata abubakar pia alikuwa pamoja naye na kundi moja la ansar chini ya usimamizi wa Saad bin Muaz likaendelea kutimiza wajibu wa kumlinda mtume. hata ibn Abbas anasema ya kwamba mtume saa salam alisema naye siku ya Badr alikuwa katika hema moja kubwa ya kwamba allahumma inni anshuduka ahdaka wa waadaka allahumma in shita lam tubad bada lyaum ya allah mimi nakupa kiapo cha ahadi yako e mola wangu kama wewe unataka maangamio ya waislamu basi baada ya leo hata baki yeyote mwenye kufanya ibada yako. katika muda huo hata Abubakar radhiyallahu anhu akashika mkono wake na akasema ya Rasulullah inatosha wewe umemwomba sana mola wako. na mtume saa salam alikuwa amevaa diraya. mtume akatoka nje ya hema na mtume saa salam alikuwa anasoma kwamba sayuhzamul jamu wa yuwalluna dubur bali saatu mawiduhum wasaatu adha wa amar. hivi karibuni hao wote watashindwa na watageuza mgongo na ndiyo saa ile ambayo walikuwa wameonywa kwayo na saa hii ni kali na chungu sana. hata Abdullah bin Abbas anasema ya kwamba hata Umar bin Khattab akaniambia siku ya Badr mtume sallallahu alaihi wasallam akawaona washirikina wao walikuwa 1000 na maswaba zake walikuwa 319. nabii wa Allah sallallahu alaihi wasallam akaelekea upande wa kibla na kisha akasambaza mikono yake miwili na akaendelea kumuita Mungu wake kwa sauti ya juu, Allahumma anjizni ma wa'adtani, Allahumma ate ma wa'adtani, Allahumma in tuhlik hazihi al-isabata min ahli al-islam la tubat fil ars. e Allah, ahadi uliyonifanya uitimize. e Allah, kama ulivyo ni ahidi basi unijalie. e Allah, kama ukiliangamiza kundi hili la Waislam basi juu ya ardhi haitafanywa ibada yako. akielekea kibla na kusambaza mikono yake miwili mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea fululizo kumuita mola wake hadi shuka yake ikadondoka kutoka mabega yake. hata Abubakar akaja kwake na akainua shuka yake na kuiweka juu ya mabega yake kisha akamkumbatia mtume sasa kutoka nyuma na akasema, e nabii wa Allah, dua yako iliyojaa uchungu kwa mola wako inakutosha. ahadi alizofanya nawe lazima atazitimiza. hapo aya hii ikashuka, istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bialfin min almalaikati murdifin. kumbukeni mlipokuwa mkiomba msaada kwa mola wenu naye akawajibuni kwa yakini, mimi nitawasaidieni kwa malaika 1000 wafuatanao mfululizo. basi Allah kwa malaika akamsaidia. hiyo ni riwaya ya Sahih Muslim. kisa hiki Mirza Bashir Ahmad Sahib amekieleza kama hivi kwenye kitabu chake ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam akifika kwenye hema lake akaanza kufanya maombi tena. hata Abubakar pia alikuwa pamoja naye na pembezoni mwa hema kundi moja la Ansar chini ya uongozi wa Saad bin Muaz lilikuwa lina walinda. baada ya muda mfupi kelele ikatokea katika uwanja na ikaonekana kwamba jeshi la Quraysh limewashambulia Waislamu. wakati ule mtume saa salam katika hali ya uchungu mkubwa akisambaza mikono mbele ya Allah alikuwa anafanya maombi, na katika hali ya uchungu mkubwa alikuwa akisema ya kwamba Allahumma inni anshuduka ahdaka wa wa'adaka, Allahumma in tuhlik hazihi al-isabata min ahli al-islam la tubat fil ars. e mola wangu, e Allah, utimize ahadi zako. e mliki wangu, kama kundi hili la Waislam leo katika medani hii
likiangamia basi hatabaki mwenye kukuabudu katika dunia. Na wakati ule mtume saa salam alikuwa na hali ya namna yake. Mara alikuwa akianguka katika sijda na mara akisimama alikuwa akimwita allah, na shuka yake ilikuwa ikidondoka mara kwa mara kutoka mabega yake. Na hata abubakar kila mara akiinua alikuwa anaiweka juu ya mabega yake. hata ali anasema ya kwamba mimi wakati wa kupigana vita nilikuwa na waza kuhusu mtume saa salam. hapo nilikuwa nakimbilia hema lake, lakini kila mara nilipofika huko nikamkuta akisujudu na kulia mbele ya allah, na nikasikia ya kuwa alikuwa anasema kwamba ya hayu ya qayum, ya hayu ya qayum, e mungu wangu uliye hai, e mola wangu mwenye kutoa uzima. hata abubakar akiona hali yake hiyo alikuwa anakosa utulivu, na saa nyingine alikuwa anasema kwamba ya rasulallah, wazazi wangu wajitolee kwako, usiwe na wasiwasi, allah lazima atatimiza ahadi zake, allah lazima atatimiza ahadi zake. lakini sawa na usemi huu mkweli wa kiajemi ya kwamba har ke arif tar ast tar satar, yani kila mtu jinsi anavyokuwa na maarifa anamwogopa allah. mtume sallallahu salam pia akaendelea kufanya dua na maombi. tawakali ni nini? akieleza ufafanuzi wake musleh maud ameeleza kisa hiki. anasema ya kwamba mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipanga utaratibu wa maswahaba katika eneo la badr, na akawasimamisha juu ya mahala pao, na akawasihi ya kwamba kivipi wapigane vita, na kisha akiketi juu ya sehemu moja ya juu akaanza kufanya maombi. hakufanya hivyo kwamba angewacha maswahaba katika madina na mwenyewe akiketi huko peke yake angeanza kufanya maombi, bali kwanza akichukua maswahaba akafika katika eneo la vita, kisha akawapanga katika safu na akawasihi, na kisha baada yake akaketi na akaanza kufanya maombi. hiyo ni kumtawakali allah ambayo tunatakiwa kushika, yani mtu atumie mbinu anazoweza kuzitumia kwa kutumia juhudi yake, na kisha aanze kufanya maombi. hiyo ndiyo tawakali. hata masihi maud alah salam anasema ya kwamba ndani ya kurani tukufu mara kwa mara mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amepewa ahadi ya kupata ushindi juu ya makafiri, lakini ilipoanza vita vya badr ambayo ilikuwa ni vita ya kwanza ya islam, mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza kulia na kufanya maombi na akiomba dua. maneno haya yakatoka kinywani mwa mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba allahumma in ahlakta hazihi lisabata falan tubada fil arzi abada, yani e mungu wangu, kama leo ukiangamiza jumuiya hii ambayo ilikuwa ni watu 313 tu, kisha hata kuabudu yote hadi kiama. hata abubakar raziallahu anhu aliposikia maneno hayo yakitoka kinywani mwa mtume saa salam akasema ya kwamba ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam, kwa nini unahuzunika kiasi hicho? mwenyezi mungu amekupa ahadi imara ya kwamba yeye atakupa ushindi. mtume saa salam akasema kwamba huu ni ukweli, lakini naona sifa yake kuwa mkwasi, yaani kutimiza ahadi fulani si wajibu kwa allah. mwenyezi mungu ni mkwasi sana, hivyo sisi kila mara na kila wakati tunatakiwa kuwa na hofu na tumwogope allah. mtume saa salam alipokuwa anafanya dua katika hema, mtume sallallahu salam akashikwa na usingizi, kisha ghafla akaamka na akasema kwamba e abubakar, furahi, msaada wa mola wako umekuja. angalia, jibrail akishika lijamu ya farasi yake anakuja, na juu ya miguu yake kuna alama ya vumbi. hiyo ni riwaya ya sirat ibn hisham. kisha kuna riwaya nyingine ya kwamba mtume saa salam akasema ya kuwa abubakar, ufurahi, huyu ni jibraili ambaye amevaa kilemba yenye rangi njano. yeye katikati ya mbingu na ardhi ameshika lijamu ya farasi zake. ye aliposhuka juu ya ardhi kwa muda akanipotea, kisha akazuhiri. miguu ya farasi yake ilikuwa na vumbi. ye alikuwa akisema kwamba ulipoomba dua basi nusura ya allah imekujia.
katika vita vya badar. Kuhusu kushiriki kwa mtume sallallahu alaihi wasallam imeandikwa ya kwamba katika medani ya badar nabii sallallahu alaihi wasallam alimteua Zubair bin Awam juu ya sehemu ya kulia na akamteua Miqdad bin Amr juu ya sehemu ya kushoto na Qais bin Abi Sasa akamweka juu ya wanajeshi watembeao kwa miguu, na kwa ujumla uongozi wa jeshi ulikuwa mkononi mwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika safu za mbele. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawapa maswahaba zake miongozo na akawaambia ya kwamba mmoja wenu asisogee mbele mpaka mimi niwe mbele yake. Vivyo hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam akiwahimiza juu ya kutumia kwa silaha kwa umakini akasema kwamba adui wakifika mbele yenu hapo murushe mishale, na kwa kadri muwezavyo kubakisha mishale ni bora, mubakishe mishale. Kisa hiki kinachoeleza hali yake ya kukaa na kufanya maombi ni kisa kilichotokea kabla ya vita, kwani jinsi ilivyoandikwa inafahamika kuwa labda mtume hakushiriki katika vita. Mtume sasa alikuwa ameshiriki katika vita, lakini dua hiyo aliyofanya kabla, ambayo kwa sababu yake Mwenyezi Mungu akatuma msaada wa malaika. Kwa vile vile imeandikwa ya kwamba katika medani ya Badr kuhusu kushiriki kwa mtume sasa, Ali anasimulia kwamba sisi siku ya Badr tulikuwa tukipigana vita tukiwa nyuma ya mtume sasa, na mtume sasa alikuwa karibu kabisa na adui. Siku ile mtume alikuwa mwenye kupigana vita zaidi kuliko mujahidin wote. Katika medani ya vita ujio wa jeshi la Quraish na jinsi wao walivyozozana, jinsi walivyohitilafiana, kuhusu hiyo imeandikwa ya kwamba Quraish walipoingia katika medani ya Badr wakamtuma Umair bin Wahab wakisema kwamba nenda ukaangalie Muhammad ana wanajeshi wangapi pamoja naye. Umair akamkimbiza farasi yake kwenye kona zote za jeshi la Waislam na kisha akaja kwa Quraish na akasema kwamba sawa na rai yangu watu hawa watakuwa takriban 300 au zaidi kidogo. Kisha akaenda tena ili kuona mara ya pili kama kuna jeshi jingine kwenye maficho. Kwa ajili ya kuwasaidia Waislam, Umair bin Wahab akikimbiza farasi yake akaenda mbali, na akirejea kutoka pale akasema kwamba sijaona msaada mwingine, lakini eni Quraish, mimi nimeona ya kwamba mabalaa yakiwa na mauti yanateremka juu yenu. Mimi nimeona ngamia ambao wamebeba mauti, ngamia wa Yasrib wamebeba mauti. Wao ni kaumu ambao hawana silaha ya kujilinda, nao hawana maficho yoyote isipokuwa panga tu. Hata uwawa mmoja wao mpaka yeye atuue sisi. Kama wao sawa na idadi yao wangeua watu wetu, kisha baada yake tutabaki na furaha gani katika maisha? Sasa mufanye kama mnavyoona kuwa inafaa. Ye akatoa rai yake baada ya kuchunguza hali halisi. Hakim bin Hizam kwa kusikia hayo akaaja kwa Utba bin Rabia na akamwambia ya kwamba wewe una heshima katika Quraish na ni kiongozi, hivyo wewe urudi na watu wako na ulipe fidia ya Amr bin Hazrmi. Utba akasema kwamba mimi nakubali. Basi wewe uende kwa Ibn Hanzala, yani Abu Jehel. Baba wa Abu Jehel jina lake lilikuwa Hanzala. Hivyo Hakim bin Hizam akamwendea Abu Jehel na akamwambia ya kwamba Utba amenituma kwako, anasema yeye atalipa dia, hivyo wewe urudi na Quraish. Abu Jehel akasema kwamba Utba tangu alipomwona Muhammad sallam amemwogopa na anaonyesha woga. Hapana, wallahi sisi hatutarejea mpaka Allah alete hukumu baina yetu na baina ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pia Abu Jahal akasema ya kwamba Utba anatuzuia kupigana vita, kwani ye anajua kwamba Waislamu kwetu ni kama tonge moja la ngamia, yani kwa urahisi sana sisi tutawaua wote. Na katika Waislamu kuna kijana wa Utba vile vile.
kijana wake alikuwa amesilimu, labda kwa sababu ya mwana wake hataki kupigana vita. mwana huyo wa utba alikuwa abu huzaifa ambaye alikuwepo katika medani ya badr kwa niaba ya waislamu. utba alipopata taarifa hiyo kutoka kwa abu jehel kwamba amesema kwamba yeye ni mwoga, ye akasema kwamba abu jehel atajua haraka sana kwamba ni nani mwoga na nani ameogopa. Mirza Bashir Ahmad Saheb ameeleza maelezo yake. Akieleza maelezo yake anasema ya kwamba sasa majeshi yalikuwa yakisimama ana kwa ana. Kwanza katika hali ya kivita majeshi yalikuwa yakikusanyika, na wakati ule mtume alikuwa anafanya maombi. Majeshi yalipokuja ana kwa ana na vita ikaanza kutokea, wakati ule mtume alikuwa kwenye midani ya vita. Akasema kwamba sasa majeshi yalikuwa ana kwa ana, lakini ni kudra ya Mungu kwamba wakati ule utaratibu wa kusimama kwa majeshi jinsi ulivyokuwa, ya kwamba jeshi la Kiislam lilikuwa likionekana maradufu, jambo ambalo lilikuwa limetia haiba kwa makafiri, na upande wa pili idadi ya Quraish ilikuwa ikionekana ndogo, na kwa sababu yake mioyo ya Waislamu ilikuwa imepata nguvu. Quraish walikuwa wanafanya juhudi ili wajue kuhusu idadi halisi ya jeshi la Waislamu ili waweze kujipa moyo. Kwa ajili yake viongozi wa Quraish wakamtuma Umair bin Wahab kwamba akimbize farasi pembezoni mwa jeshi la Kiislam na aone idadi yao ni kiasi gani, na je nyuma yao kuna msaada mwingine uliojificha. Hivyo Umair akipanda juu ya farasi akazunguka, na jinsi alivyoona jalali na azma na haiba kutoka sura za Waislamu, ye akarejea akishikwa na haiba, na akawaambia Quraish kwamba sijaona msaada uliofichika, lakini ni kundi la Quraish, mimi nimeona ya kwamba katika jeshi la Waislamu juu ya ngamia zao waliopanda si watu bali ni mauti, na juu ya vipando vya Yasrab maangamio yamepanda. Quraish waliposikia habari hiyo wakashikwa na kiherehere. Saraka aliyekuja kuwa mzamini wao akashikwa na haiba mpaka akarejea kwa visigino vyake, na watu walipotaka kumzuia ye akasema kwamba kile nachoona mimi nini hamjui hamoni. Hakim bin Hizam aliposikia rai ya Umair akaja kwa Utba bin Rabia na akasema kwamba ewe Utba, wewe unataka kuchukua kisasi kutoka kwa Muhammad sallam, kisasi cha Amr Hazmi, huyu alikuwa mwenzako. Je, haiwezi kutoka kwamba wewe ulipe diyat kwa niaba yake na ukichukua Quraish ureje? Ukifanya hivyo basi utakumbukwa kwa wema wako. Utba aliyekuwa ameogopa akasema kwamba ndiyo, hiyo ni sahihi, mimi niko tayari. Kisha akamwambia Hakim bin Hizam kwamba angalia, Waislamu hawa na sisi ni ndugu. Je, hiyo ni jambo zuri kwamba ndugu ainue upanga juu ya ndugu yake na baba ainue upanga juu ya mwana wake? We ufanye hivi kwamba uende kwa Abul Hakam yani Abu Jehel na uweke mbele yake pendekezo hilo. Na Utba akipanda juu ya ngamia akaanza kuwafahamisha watu kwamba kupigana vita kwa jamaa si jambo sahihi, hivyo yatupasa kurejea nyuma na tumwache Muhammad juu ya hali yake, yeye aendelee kupambana na makabila mengine ya Warabuni, na natija itakayotokea tutaangalia tu. Kisha muangalie kwamba kupigana na Waislamu hawa si kazi rahisi, kwani hata kama museme kwamba mimi ni mwoga, ila hali mimi si mwoga. Watu hawa nawaona kama ni wafanya biashara wa mauti. Mtume akamwona Utba kwa mbali na akasema kwamba kama katika jeshi la makafiri kuna mtu mwenye wema, basi ni mtu huyo aliyepanda juu ya ngamia mwekundu. Watu wakimkubali basi itakuwa bora kwao. Lakini Hakim bin Hizam alipokuja kwa Abu Jehel na akaweka mbele yake pendekezo hilo, basi Firauni huyo wa umati kivipi angekubali jambo lake? Akasema mara moja kwamba haya sasa Utba ameanza kuwaona ndugu na jamaa mbele yake,
kisha akamwita ndugu wa amr hazrmi aitwaye amir hazrmi na akasema kwamba je umesikia mwenzako utba anasema nini na anasema wakati huu ambapo kisasi cha ndugu yako kimekuja mkononi mwetu amir akashikwa na hasira kali na yeye sawa na desturi ya zamani ya warabuni akichana nguo zake akaanza kupiga kelele kwamba wa amrahu ni masikitiko kwamba ndugu yangu amebaki bila kuchukuliwa kisasi ni masikitiko kwamba ndugu yangu amebaki bila kuchukuliwa kisasi sauti hiyo ikachemsha cheche za uadui vifuani mwa jeshi la Quraysh na vita ikaanza kupamba moto kisha baadaye vita ilianza maelezo yake nitaeleza katika siku za usoni الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر